Yes, leo ni siku njema sana msikilizaji, siku ya kipekee ya tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka ni 2025. Uhali gani rafiki yangu? Natumaini mzima wa afya na utamanipo kujua afya yangu. Mimi Veronica niko okay. Karibu sana. Tuko hapa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Yes, tumetoka kukamilisha mkasa mzuri sana, mkasa wa ndugu yetu anaitwa Ruda, na hata jana pia tulikuwa tunasoma ujumbe mfupi wa maandishi. Basi nisiseme mengi zaidi, nikukaribishe katika simulizi mpya ya ndugu yetu anaitwa Daniela. Tumekuwa na simulizi nyingi sana za wadada. Daniela akitueleza mengi ambayo amepitia katika safari yake ya maisha, na mimi niko hapa Veronica nikitamani sana usikie haya ambayo Daniela anashare pamoja nasi katika siku njema ya leo. Ndio, karibu. Yes, tunasikia yale ambayo ndugu yetu anaitwa Daniela akitueleza. Nakumbuka msikilizaji, haya ni maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Daniela anaanza mwanzo kutueleza safari ya maisha yake. Daniela anasema, mimi ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia, na tuko watatu tumezaliwa. Tuna baba na tuna mama. Daniela haya anatueleza ikiwa mwanzo tu wa safari ya maisha yake. Daniela anasema, mamangu na babangu ni wafanyabiashara wenye kujishughulisha na biashara, na mimi kama mtoto wa kwanza kuzaliwa binti, mimi ni mzaliwa wa kwanza ambaye ni binti. Nimeeleza niko na wadogo zangu. Wazazi wanatamani kuona mimi na kuwa mfano wa kuigwa sana, kwa hiyo walinipeleka shule. Na Daniela anasema, nimemwazi wazazi wangu walinipeleka katika shule nzuri, na nikasoma hapo kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Naomba nijisemee kidogo. Mimi Daniela, katika vitu ambavyo namshukuru Mungu amenibariki navyo ni uwezo mkubwa sana darasani. Sisomi sana, lakini ninapofanya mitihani mimi huongoza darasani. Watu wanasema huyu ana kipawa, na hata walimu walikuwa wanasema Daniela ni binti mwenye kipawa. Ni mwepesi sana kukapcha mambo. Hii ilikuwa ni sifa yangu kubwa pale shuleni. Nilipomaliza darasa la 7, mimi ni moja ya wanafunzi ambao tulifanya vizuri sana. Nililetea sifa shule yetu, sio tu hapo kwenye majibu ya darasa la 7, hata kwenye mitihani tuliokuwa tunafanya ni ya kata, ni ya wilaya. Mimi nilikuwa nikidedea wanafunzi wa kike anayefanya vizuri, hata nimekuwa nikiwapita vijana wengi kwenye masomo. Unazungumza ni kuhusu masomo gani? Iwe ni hisabati, iwe ni nini, mimi ni namba 1. Sisemi hayo kwamba najisifia, nasema kwa sababu natamani usikie katika hiki ambacho mimi ninatamani kushia nawe popote pale ulipo. Na leo ikiwa ni siku ya kwanza, ndugu yetu anaitwa Daniela akishia pamoja na sisi. Daniela anasema, sifa yangu ya kufanya vizuri ilizidi kwa kubwa zaidi pale ambapo nilichaguliwa katika shule moja nzuri ya watoto wenye vipawa. Ilikuwa ni furaha kwa wazazi wangu. Hakika walifurahi sana kuona naendelea kuwapa sifa njema wao kama wazazi. Nilimshukuru Mungu pia kwa nafasi hiyo. Na nakumbuka hata baba alisema, mwanangu kabla hajaenda huko kwenye masomo yake, angalau nimfanyie kasherehe kidogo, nimfanyie kitu kidogo. Na hivi ndivyo ambavyo mzee aliamua kuniandalia kashughuli kidogo, mimi Daniela nipewe pongezi.
Daniela anasema basi wazazi wangu waliandaa hiyo shughuli, waliita ndugu, waliita marafiki zangu baadhi ambao mimi niliwapendekeza, waliita baadhi ya walimu, lakini ni furaha ya wazazi kuona kwamba nimewapa heshima. Naikumbuka siku hii. Daniela anasema hapa nyumbani, hii ni nyumba ambayo tunaishi, wazazi wetu wameijenga. Tunao majirani. Kwa hiyo katika shughuli na majirani pia na wao walikaribia. Naye rafiki yangu yeye anaitwa Ana, ni jirani yetu ambaye nimekuwa nikisoma naye kwenye hiyo shule ambayo nilikuwa nasoma. Lakini Ana yeye amekuwa ni mtu wa kudelay, yani sio mtu wa faster. Na hata hajafanya vizuri kwenye masomo yake. Lakini ni majirani zetu, yeye analelewa na mamake. Kwa hiyo mama alimualika pia mama Ana ajumuike pamoja nasi kwa ajili ya kusherekea pongezi hizi ambazo wazazi wameziandaa kwa ajili yangu. Ikiwa furaha imetawala sana. Nakumbuka mamake Ana aliniambia, "Hongera. Naona wazazi wameamua kukupongeza kwa kuleta heshima nyumbani." Nikasema, kabisa, na mimi nilikuwa namheshimu na muita mama. Akaniambia, "Uendelee hivyo hivyo, usije tu ukaenda ukabweteka, ukakuta ufanyi vizuri." Nikamwambia tajitahidi mama. Akasema, maana mamako anakutegemea sana." Nikamwambia, "Hakika, nami nitatia bidii sana." Akaniambia, "Sawa, hongera." Pongezi hizi ananipa mamake na Ana, sio kwamba ni yeye ananipa peke yake. Watu wananipa pongezi kwa vile ambavyo nimefanya vizuri na nimechaguliwa kwenye shule nzuri. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Daniela. Daniela anasema, natamani simulizi hii kila mzazi aisikilize. Natamani simulizi hii kila binti, kila kijana aisikilize. Tunaishi, tuna ndoto, tunatamani kufika mahali, na kuna vitu ambavyo Mungu huachilia kwa watu wake, vipawa. Na watu wanazaliwa na vipawa. Mimi kwangu nilikuwa na kibeba kama kipawa. Uwezo niliokuwa nao ulikuwa mkubwa. Natamani kusema na jamii yangu katika safari hii ambayo mimi nimepitia. Naamini kusema kwangu kuna mtu mmoja anaweza kujifunza kupitia mimi na nikamsaidia. Leo ni siku ya kwanza tunaanza mkasa wa ndugu yetu anaitwa Daniela. Mkasa mzuri sana, na mimi nilipoisikiliza kwa mara ya kwanza nilijisikia kwamba hiki kitu nisisikie peke yangu, na jamii inapaswa kujua haya. Najua umesikia mambo mengi sana katika maisha ambayo unaishi kila siku. Visa vingi hata mimi Veronica nimekusimulia. Natamani usikilize hiki cha ndugu yetu anaitwa Daniela. Hakika kitakushangaza, lakini ndio mambo ambayo yapo katika jamii yetu. Nitakupeleka mapumziko msikilizaji dakika chache, nami nitarejea hapa na tutasogea mbele zaidi kusikia mengi ambayo ndugu yetu Daniela anashare nasi, ikiwa leo ni siku ya kwanza ya mkasa wa ndugu yetu anaitwa Daniela. Tuendelee kwa pamoja. Yes, tuko hapa tunazungumza kuhusu maisha msikilizaji. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Anaitwa Daniela. Leo ndo tumeanza mkasa wa ndugu yetu anaitwa Daniela. Daniela anatueleza haya. Daniela anasema, hii ni siku ya furaha, tena siku ya furaha sana kwa familia yangu. Pongezi zimekuwa nyingi na nitakuwa na siku chache hapa, maana nitakuwa nikielekea masomoni. Ndio tulimaliza shughuli hii. Mama aliniambia, maombi yangu ni kila siku kukuombea mwanangu, uendelee kufanya vizuri, uendelee kufanikiwa zaidi kwenye masomo yako. Nami sikuwa na neno jingine zaidi la kumwambia mama na hata babangu asante. Ndio wakati ulifika, Daniela anasema, wa kuripoti shule. Nami nikaripoti shule kwa wakati,
nikiwa nimepata baraka zote kutoka kwa wazazi wangu na hata walimu wangu ambao walikuwa wakifurahia hatua zangu. Wanaamini nitafika mbali. Wanaamini mimi nitakuwa mtu bora sana siku zijazo. Uwezo wangu wa darasani waliamini utanifikisha mbali sana. Nimepokelewa katika hii shule, naanza kidato cha kwanza. Namshukuru Mungu sana, nilifika katika hii shule na nikapokelewa vizuri na walimu. Na hapa tulikutana wanafunzi wenye vipawa tofauti tofauti. Daniela anasema mwanzo unajua kuanza kusoma mazingira, nikajua mahali ambako nalala, nikajua mazingira yani yote kwa ujumla. Na hatimaye tukaanza masomo rasmi. Yes. Daniela anasema nakumbuka nikiwa nimesoma hapa miezi 3 imepita. Nakumbuka siku moja nilala bwenini. Ilikuwa ni muda tunapumzika, tunalala. Daniela anasema nikapitiwa na usingizi. Lakini ni ndoto niliota. Yani mimi kwangu kwa awali niliona ni ndoto nimeota. Nilimuota mama Ana, ambaye huyu ni mama wa jirani yangu. Yani ni mama ambaye mtoto wangu ni mimi rafiki yake, yani ni jirani. Mama yake ndio nilimuota. Ananipiga mangumi tumboni. Ndoto ya ajabu sana. Yani ananipiga mangumi tumboni, mangumi ya mfululizo. Unajua, niliposhtuka nikajiuliza kwa nini nimeota hii ndoto. Yani kwa nini nimeota mama Ana? Mama ambaye ni jirani lakini pia ni rafiki na mama. Kwa nini nimeota ananipiga mangumi tumboni? Sikufuatilia sana kuhusu hii ndoto. Niliendelea na ratiba zangu nyingine. Lakini ndoto hii ikajirudia baada ya wiki 2. Niliota ndoto niko nakula vyakula. Nakula vyakula ambavyo sielewi ni vyakula gani lakini nakula. Nilipokuwa natazama ile mazingira nilipokuwa, nilimuona mama Ana ambaye ni rafiki na mama na ni jirani yangu, yani my neighbor. Hii ni mara ya pili naota ndoto ya namna hiyo. Daniela anasema nilipoota hiyo ndoto ikafika majira ya asubuhi pamepambazuka. Nilianza kuhisi tumbo, napata tumbo kama la kuendesha. Nilienda kutaka nikamilishe hiyo haja ninayojisikia. Daniela anasema lakini nilizidi kufeel tumbo linauma sana. Nikaanza kulalamika kwamba nasikia maumivu ya tumbo. Mimi nasikia maumivu ya tumbo. Nilizungumza kwa wanafunzi wenzangu, lakini sikuishia hapo. Nilimwambia matroni wetu hajisikia maumivu ya tumbo. Lakini sikuchelewa, hapo nikaanza kuingia period. Nikasema labda itakuwa ni tumbo la mambo haya sisi wanawake, ndio maana nimejisikia hivyo. Daniela anasema lakini ajabu, hii period ilikuja kwa namna ya ajabu sana. Kumbuka mimi ndio kwanza bado msichana mdogo, sina siku nyingi sana toka nimekuwa msichana. Lakini ilianza kutoka madonge makubwa sana, ambayo mpaka yalimshtua matroni wangu na kusema hii mbona sio hali ya kawaida, ni kitu gani hiki? Walimu walisema inabidi niende nikapatiwe huduma ya kwanza. Nilichukuliwa nikapelekwa hospitali. Hali yangu ikawa mbaya. Tumbo linaniuma kuliko kawaida, yani sijawahi kuumwa tumbo la namna hiyo. Na pia hedhi nayo ikiendelea kutoka kwa wingi. Nikapewa huduma, nikasaidiwa sana pale. Lakini maumivu ya tumbo bado hayakuniacha. Kuna huduma walinipa pale, kuna sindano walinichoma, nikapumzishwa. Ilibidi watoe taarifa nyumbani kwamba Daniela huku hali yake sio nzuri. Basi wazazi wangu baada ya kupewa hiyo taarifa, ina maana na wao wakasema ni vyema waje. Kwa hiyo mama ndo akasema anakuja ili aje anitazame zaidi. Lakini hapo walimu walinitazama kwa sababu nilipumzishwa. Maumivu ya tumbo niliokuwa najisikia, waliweza kufanya uchunguzi, wakawa nasema
hatuoni shida ni nini, yani haijulikani shida ni nini, lakini niko katika mateso makubwa sana. Daniela anasema mpaka mamangu anafika, mimi nilikuwa bado niko hospitali. Nilifika, nilipomwona mama nikalia kwa uchungu sana, kwa sababu ndoto yangu mimi nisome bila bugudha yoyote. Unapokuwa unaumwa mwanafunzi wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, ina maana inakurudisha nyuma sana kimasomo. Nakumbuka mama aliniambia utakaa sawa, utakaa sawa. Na mama alizungumza na walimu na madaktari, wakaona inabidi mimi nitolewe kule shuleni, nirejeshwe hospitali ambazo ziko Dar es Salaam, ili niweze kufanywa uchunguzi zaidi, niweze kupata msaada zaidi. Hayo alikuwa ni mapendekezo ya mama, na alipoongea na baba na mama kumjuza hali ya mimi inavyoendelea. Mama ananiuliza, imekuwaje, ulikuwa unajisikiaje mwanangu wakati hali inaanza? Mimi nikamwambia mama, sijui hali imeanzaje, lakini mama, mimi niliota ndoto. Nilimwambia mamangu, nilimuota mama Ana ananipiga tumboni. Mama akasema, wewe Daniela, ulimuota mama Ana anakupiga tumboni? Ndoto gani hiyo? Nikamwambia mama, sijui, lakini mara ya pili nimeota ndoto nakula vyakula, sijui vyakula gani, lakini nilimuona mama Ana. Mama akasema, mwanangu, hata usijali, tutajua nini kinachokusumbua. Daniela anasema nilichukuliwa kule shule na kuletwa moja kwa moja Dar es Salaam, na hapo nilipitilizwa moja kwa moja hospitali. Nimefika hapa kwenye hospitali kubwa ambayo waliweza kunifanyia uchunguzi. Wamenifanyia uchunguzi, wakasema nina uvimbe tumboni. Na wakasema uvimbe una inchi kadhaa. Mama akasema, mbona wale walifanya vipimo hawakuona uvimbe? Ina maana mimi nilivyokuwa kule shule nilifanywa check up, lakini haikuonekana kama mimi na uvimbe. Ina maana huu uvimbe umekuwa kwa ghafla hivi kwa siku hizi chache. Na nini ambacho walishauri madaktari? Huu uvimbe umepata infection, inabidi huyu mtoto tumfanyie operation atolewe uvimbe. Yani ni ghafla, ni ghafla pa. Yani mimi na uvimbe huu ni mkubwa, inabidi nifanyie operation. Maumivu hayatatulia, hii hali haitatulia kwa sababu uvimbe una infection. Ndio haya anatueleza ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Daniela. Daniela anasema, haya nimeyapitia mimi katika safari yangu ya maisha. Natamani jamii yangu isikie haya ambayo mimi nimeyapitia. Naamini kusema kwangu inaweza ikawa ni sehemu ya mtu mmoja kusikia na akasoma mazingira alionayo, akajua tupo katika mazingira ya namna gani. Daniela anasema, mimi nilikuwa niko hapa, nachotamani ni matibabu, nirejee katika hali yangu ya kawaida na nirejee kwenye masomo yangu. Yani hicho ndicho ninachotamani kwa sasa hivi. Samani ya maumivu niendelee kuyaona tena. Kama chochote kinaweza kufanyika kwa ajili ya kunirejesha katika hali ya kawaida, mimi niko tayari. Na hata mimi nilikuwa nikimwambia mama, sitaki kusikia maumivu, fanya chochote mama, fanya chochote. Ndugu yetu mmoja alikataa mimi nisifanywe operation. Alimwambia mamangu, uvimbe gani huu ambao unaonekana baada ya kuja huku da? Uvimbe gani? Kumbuka huyu ni mtoto wako wa kwanza. Hawa watoto malango ya kwanza wanakuwa na vita. Lakini sio hivyo tu. Nikwambie, tusinyamaze. Muulize daktari yoyote kama uvimbe waga unachomoza na moja kwa moja, yani unachomoza 0, sasa hivi huo uvimbe unakuwa na inchi 10. Hamna kitu kama hicho. Uvimbe unaanza taratibu, unakuwa miaka na miaka, unasogea unakuwa. Huyu mtoto amefanywa vipimo, uvimbe usionekane huko, uje uonekane hapa. Na sasa hivi madaktari wanasema afanye operation. Hapana. Ndugu yetu alifanikiwa kumshawishi baba, wakatai nisifanywe operation. Pengine huu ukawa ni mtego.
na ikawa ni operation yangu ambayo inaweza ikachukua umauti wangu, yani ukanichukua roho yangu. Nini kifanyike? Tuwaulize wataalamu, tuwaulize watu wanaojua hiki kitu kitaalamu inakuwaje. Daktari anasema inawezekana vipimo vyao vilikuwa havina ubora, vipimo vinaweza vikawa sio vya kisasa. Hatuwezi kujua mahali ambako mlimpeleka, pengine vipimo huko havikuweza kuchunguza uvimbe huu. Lakini yule daktari huyo anasema, lakini kwa ukubwa huu uvimbe sio rahisi kama kipimo kiko sawa na usionekane. Ni lazima ungeonekana kwa haraka sana. Na lazima huyu angekuwa ameshaanza kuziona dalili kabla ya hii ambayo imetokea. Yani kuna dalili ambazo ningeanza kuziona, lakini mimi sijui kuona dalili yoyote. Sijui kuona dalili yoyote ni au maumivu ya tumbo yasiokuwa ya kawaida. Yani nimepata usichana katika hali tu ya kawaida usiokuwa na bugudha yoyote. Sasa hiki ni kitu gani? Lakini madaktari unajua wao wana namna ya kuweza kuzungumza kwamba hii pengine huko mlimpeleka zahanati na nini, vifaa labda vinaweza vikawa vina ubora. Yani waliishia hapo. Baba alisikia yale maneno ya yule ndugu, akasema tuwaulize wajomba, yani wale watu wa familia, watu wazima. Walipewa jambo langu na wakasema operation hiyo hapana, isifanyike, ngoja tuzunguke. Kuzunguka maana yake ina maana kutafuta suluhisho la namna nyingine. Nini hasa ambacho mimi kinanisumbua? Na kama unavyojua namna nikizungumza watu kuzunguka, ina maana wanazunguka kwa wataalamu kuona ni nini mimi kinanisababishia. Mimi nilikuja kuchukuliwa hapa hospitali. Huyu sio kukaa hospitali. Nikachukuliwa, nikapelekwa moja kwa moja kwa mganga wa kienyeji. Daniela anasema nimefika kwa huyo mganga. Huyo mganga akaniuliza, kabla ya hii hali ulikuwa unajisikiaje? Mimi nikamweleza vile nilimweleza mama. Nilianza kuota ndoto mbaya tu tumboni, na pigwa tumboni. Baadaye nikaota ndoto na kula manyama. Na akaniambia uliyemuona aliyekupiga tumboni ulimuona? Nikamwambia ndio, mimi niliota anayenipiga tumboni ni mama Ana, jirani yangu. Huyo mganga akasema sawa. Akafanya mambo yake pale. Na mimi nilikuwepo, tuko mimi, baba, mama pamoja na hao ndugu. Yule mganga akasema mngethubutu kufanya operation mtoto angeondoka. Mimi nayasikia maneno. Mngethubutu kufanya operation, huyu mtoto angeondoka. Huyu mtoto anateswa na wachawi. Wachawi wameiona nyota ya huyu mtoto. Mama akauliza, unamaanisha nini? Akasema wachawi wana uwezo wa kumtazama hata mtoto akiwa mdogo, kwamba huyu mtoto anaenda kuwa nani. Wao wamemuona huyu mtoto huyu anaenda kubadilisha maisha ya familia yako. Kwenye maisha nyinyi mlikuwa mmejenga nyumba moja ya kawaida, wanaona huyu mtoto anaenda kuwajengea magorofa. Wanaona huyu mtoto nyinyi hamjai kuzunguka kwenda mataifa mbalimbali. Wanaona huyu mtoto anaenda kuwapeleka mataifa mbalimbali. Ndivyo ambavyo wanaona. Yani wachawi wana namna ya kuona hivyo. Unajua mimi naelezwa, ninaambiwa hizi habari kwamba mimi wachawi ndo wanataka, yani ndo wananichezea. Hata baba aliuliza, kwa hiyo wanirogee mimi mtoto wangu? Kwa nini wanirogee mimi mtoto wangu? Ni shughuli ya wachawi. Yani mchawi anaweza akamloga mtu bila sababu, akamloga tu, wivu. Lakini naona sio mtu mmoja anamchezea huyo mtoto. Kuna vita kubwa wanakitafuta hiki alichonacho. Msiposimama, huyu mtoto anatakiwa afike level kubwa sana. Lakini wachawi wanaweza wakafifisha ndoto zake na akawa sio mtu wa maana kabisa katika jamii. Asifahamike kama alishakuwa na uwezo, alishakuwa na upekee, akawa ni mtu wa ovyo kuliko watu wengi. Wazazi wangu tukiwa pale walichanganyikiwa, na mimi nasikia maneno kwa sababu pale nilikuwa nauliza maswali katika kunitibia.
Na mimi nikanaeleza tufanye nini. Akasema huyu mtoto inabidi tumpe kinga ambayo itamsaidia. Huyu mtoto ana uwezo mkubwa, alafu nyinyi wazazi mlimwacha empty na hamjajua upekee aliokuwa nao. Mama akasema ni kweli, huyu ni mtoto ambaye anafanya vizuri sana darasani, na yeye kwenye ile shule ndio alikuwa kinara. Lakini sio tu kwenye mtihani, hata mitihani yake hii ya kata, ya wilaya, ameshapata zawadi nyingi sana. Na hata amemaliza, ndo amefanya vizuri na kuchaguliwa shule kubwa ya watoto wenye vipaji. Akamwambia, sasa mtoto mwenye sifa hizo unawezaje kumwacha na ukampeleka shule bila ulinzi wowote? Mama akasema, yani unamaanisha nini? Yani unamaanisha nini? Akasema, mtoto mwenye kitu kama hicho analindwa. Na huyu ni mtoto wa uzao wa kwanza, anatakiwa alindwe. Hakuna chochote hapa ambacho wazazi wanataka ni mimi kutoka kwenye hiyo hali. Kutoka kwenye hiyo hali ambayo ninayo. Basi akasema aletwe kondoo. Aletwe kondoo, itabidi huyu mtu tumfanyie dua. Yani tumfanyie, natafuta lugha nzuri, tumfanyie kama ibada ya kumtoa kwenye hili jambo ambalo linamsumbua, kwa sababu wachawi wameshaweka vitu vyao ili kuharibu kile kilichopo. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya hapa ni kufanyaje? TikTok. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, na sisi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi naitwa Veronica Franki, na kuwa nawe hapa EFM kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku, na tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, na sisi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Moja kati ya simulizi ya kipekee sana ambayo ukisikiliza itakuwa njema sana, basi ni hii hapa ya ndugu yetu anaitwa Daniela. Hakika ni vyema ukaisikia, hii ikakujenga pakubwa sana. Daniela anasema, hapo tupo kwa huyo mtaalamu na yeye ameahidi kwamba atanisaidia. Kwa hiyo kuna maelekezo ambayo wamepewa ni kufanyiwa mimi ili zoezi, nitarejea katika hali ya kawaida na nitarudi shule. Naambiwa hakutakuwa na uvimbe tena. Na nikaambiwa huo uvimbe yalikuwa ni mazingara tu. Ulishawahi kwenda hospitali ukapima ukabainika una ugonjwa fulani, alafu kuna mtu akakwambia kwamba ugonjwa uliokuwa nao huu ni ugonjwa wa mazingara? Utaamini? Na kati daktari kathibitisha huo na ugonjwa fulani. Daniela anasema, basi mimi nilikaa hapa kwa huyo mganga, wazazi wangu walifuatilia hivyo vitu na zoezi likafanyika. Hupenda mimi kuzungumza ukweli wa dhati kabisa, wa ukweli kabisa. Daniela anasema, nilipofanyiwa haya mambo nilibaki hapa kwa huyo mganga, damu zilikata. Na wakati nilipokuwa hospitali walipambana nazo, zinakata zinarudi, zinakata zinarudi, lakini zilikata kabisa. Maumivu ya tumbo yalikata. Kuna mtu husema uchawi haupo. Hakuna uchawi. Daniela anasema, mimi nikiwa na umri mdogo nilithibitisha uchawi upo. Upo. Daniela anasema, nilijisikia vizuri. Na huyu mganga aliniambia, utajisikia vizuri. Hautateseka tena. Na utasahau. Kwa sababu ulikuwa uko mtupu. Sasa hivi wewe sio mtupu tena. Akimaanisha nilipelekwa shule pasipo na kinga yoyote. Na ndio maana wachawi wameweza kuvamia na kutaka kuharibu nilicho nacho, hawajafanikiwa. Daniela anasema, huwezi amini. Wazazi wangu wakanipeleka hospitali, nimepima uvimbe, sina uvimbe. Na daktari yule aliyenicheki mimi na uvimbe ndio yule alipima na kusema uvimbe hamna. Umeenda wapi? Umeenda wapi? Na maana ni kweli hii ilikuwa ni picha ya kimazingara. Operation ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili yangu ilikuwa ni sehemu ya umauti wangu.
Sasa nimeshafanywa kinga. Mimi haya mambo nimeyafahamu nikiwa mdogo kabisa. Nimepelekwa huko nikafanywa kinga, akachinjwa kondoo, nikafanywa hapo kila kitu, na nikarudi sawa kana kwamba nilikuwa siumwi. Sio yule nilikuwa naumwa kiwango kile, naona sasa hapa basi ama maumivu basi yameisha, maumivu, niko sawa kabisa. Lakini baba akasema huenda hata ile shule sio nzuri, na ushauri ambao pia alikuwa ametoa yule mtaalamu kwamba nihamishwe shule. Kwa hiyo nilisoma muda mfupi sana kwenye ile shule, lakini nilikaa nikijitibia. Mimi hapa katika kujitibia mpaka nikakaa sawa, nilikaa miezi 4 karibu na nusu. Kwa hiyo utaratibu wa shule nyingine ukawa unafanyika, na hatimaye mimi nikaenda shule nyingine. Daniela anasema, nikikurudisha nyuma, kabla ya mimi kwenda shule, niliporejea nyumbani kwa ajili ya matibabu, niliporejea nyumbani kwa ajili ya kuendelea kujitazamia, hapo nimetoka kwa mganga, watu wakiwa wanakuja kunipa pole. Miongoni mwa watu walikuja kunipa pole alikuwa ni Mama Ana. Mama Ana ni jirani yetu na ni rafiki na mama. Alikuja na akaniambia, vipi maendeleo yako? Nikamwambia naendelea vizuri. Mwanangu, nini kilikutokea? Nini kilichokutokea? Nikamwambia yani nilianza tu kuota ndoto mbaya. Akaniambia, ndoto gani ulikuwa unaota? Nikamwambia nadhani nikikueleza mama, yani ndoto tu mabaya. Sikumwambia kama yeye nimemuota kwenye ile ndoto. Akaniambia kawaje tena? Kwa nikawa namuelezea. Akasema, kwa hiyo sasa hivi nini ambacho kimekutibu umekaa sawa? Nakumbuka siku ya kati anasema mama aliingia. Kwa hiyo sikuweza kumpa hayo majibu kwamba mpaka narudi hapa sasa hivi ni tiba gani ambayo imenirejesha nikiwa katika hali ya kawaida na kati nimekaa hospitali kwa huo muda wote, kwa sababu kwenda kwa mganga haikuwa ni kitu ambacho kinatambulika kwamba mtoto ametoka shule moja kwa moja amepelekwa hospitali, hali yake sio nzuri. Kwa hiyo ikawa imeishia hapo na kurejesha shule. Hii ni shule mpya kabisa ambayo mimi naenda kuanza. Ndio nifika kwenye hii shule, yani naendelea na masomo. Yes, naendelea na masomo. Mimi nina uwezo mkubwa sana darasani. Narudia tena, sio kwamba nikisema hivyo najisifia, nasema ukweli. Nilipata muda kupitia masomo, yani ambayo napaswa mwanafunzi ikifika hiyo miezi niwe nimesoma hivyo vitu. Nilivipitia, nikapewa majaribio, nikafanya. Yani mimi sijaumwaga, sijakaaga nyumbani miezi hiyo yote. Daniela anasema, basi ndivyo hivyo ikawa kwangu. Nikawa nimeanza zangu masomo, naendelea vizuri na masomo yangu. Nikamaliza kidato cha kwanza vizuri kabisa, nimeenda kidato cha pili, naendelea vizuri kabisa na masomo yangu, na ninaongoza kwenye hiyo shule. Yani kuna watu wana uwezo mkubwa, kuna wavulana walikuwa na uwezo mkubwa, lakini kwangu hakuna mtu anayepindua. Yani nikisimama mimi hakuna anayesimama. Narudia tena, sisemi hivyo kwamba najisifia. Natamani upate picha ya uwezo ambao Mungu aliweka ndani yangu. Nimefanya mtihani wa kidato cha pili. Mimi ndiye niliongoza na kuwapita wengi. Unajua kuna ile unafanya mtihani na wenzako, yani wewe unapata 100, unakuta naye kufuata wastani wake yani wewe umempita mbali. Yani yeye anaonekana amefanya vizuri, lakini wewe umempita mbali. Ndivyo mimi kwangu ilivyokuwa. Na unajua ukiwa unafanya vizuri unajikuta unakuwa na marafiki wengi. Mtu anatamani kuwa karibu na wewe, kwa sababu hata ya maelekezo waga tunaelekezwa na wazazi. Chagua rafiki ambaye anapenda masomo. Chagua rafiki ambaye yeye anapenda shule. Usichague rafiki apendi shule, anapenda kukaa nyuma. Chagua rafiki anapenda kukaa mbele. Kwa hiyo ninayafurahia masomo kwa sababu yananifurahia na mimi pia. Nilifahamika shule nzima, mimi Daniela
na nilipendwa na walimu sana. Yani kila mwalimu akija darasani lazima ataita Daniela, 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 Daniela. Ataingia mwalimu huyu naye ataanza kusema Daniela, 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 Daniela. Jamani, nimeingia kidato cha 3. Nimeingia kidato cha 3. Sijaumwa, sijapata changamoto yoyote, sijaota ndoto, yani niko fresh. Sina shida yoyote. Na naamini vile vitu vilivyonisumbua viliisha kwangu na havipo kwenye maisha yangu tena. Na zimebaki story. Daniela anasema nimefanya vizuri masomo yangu ya kidato cha 3, nimeingia kidato cha 4. Sasa kidato cha 4 hiki ndo mimi napambana na masomo yangu, wazazi wananipush pia, fanya vizuri. Daniela anasema nilifanikiwa kufanya mtihani wa form 4. Nilifanya mtihani wa form 4. Mimi nilifanya vizuri. Sio tu kwenye shule yetu. Niliongoza nafasi kubwa katika ile kanda. Na hapo mpaka mimi namaliza, jina Daniela linatambulika. Ni binti mwenye kipawa. Ana uwezo mkubwa. Mimi ninaongea lugha ya Kiingereza kana kwamba nilisoma shule moja yani ya international hatari, lakini haikuwa ya kiivo. Lakini Kiingereza changu nikisimama hapa. Na ukizungumza kuhusu mambo ya hisabati huko, yani huko ndo tuseme basi, yani huko usiniulize mengi, maana naweza nikakueleza katika namna ambayo unaweza shangaa. Uwezo mkubwa ambao Mungu aliweka ndani yangu. Nakwambia situmii nguvu kwenye kusoma kwangu. Sikeshi nikaweka miguu yangu kwenye ndoo. No. Nasoma, nikisoma nimepita, kimeingia, hakitoki. Na uwezo kukidadafua zaidi ya vile hata ambavyo nilikuwa nimeelezwa. Nimemaliza kidato cha 4 na kufanya vizuri. Nikwambie, nilipangiwa kwenye shule nzuri sana ya kwenda 5 na 6. Kama kawaida wazazi wangu ni kufurahi pamoja nami. Nakumbuka siku moja nikiwa bado sijaenda shule. Nakumbuka hii siku sana. Ana, yeye sitaki kumsema vibaya, hasa uwezo wake darasani. Ana uwezo mdogo darasani. Ni rafiki yangu, nimekuwa naenda shule, tunarudi tunakutana, lakini yeye hata form 4 hata form 2 hakuweza kufikisha vile vigezo vya kuvuka form 2. Unajua kuna asilimia ili uvuke form 2. Yeye hata vigezo kwenye shule alikuwa anasoma avuke, hakuweza kuvuka. Lakini bado ni rafiki yangu, tumekuwa naye, nyumba zetu ni jirani. Kwa hiyo kwenye masomo huku yani aliniambia, Daniela, naona unazidi kupaa. Nikamwambia, na sipai peke yangu. Na pana wewe rafiki yangu. Akacheka. Akaniambia, kwa nini unasema hivyo? Nikamwambia ndio, tunapaa wote. Na mimi nilimwambia hiyo sentensi kwa lugha nyepesi tu, yani kama kumfurahisha rafiki yangu, kwamba mafanikio yangu sio ya kwangu peke yangu, ni ya sisi sote. Akaniuliza, unamaanisha nini? Kwamba tunapaa sote? Tunapaa sote vipi? Mwenzangu umechaguliwa kwenda form 5 na 6 katika shule kubwa, shule ya maana. Mimi hapa niko tu. Nikamwambia, Ana, unajua kwenye maisha Mungu anampa kila mtu kitu chake. Mungu anaweza kukunyima wewe uwezo mkubwa darasani, lakini ana kitu chake amekupa wewe. Akacheka, akaniambia, kitu gani? Yani mimi na nini? Mimi nimesoma na wewe shule ya msingi, najua. Wewe ndo kila mtu anakupenda wewe. Yani hicho kipawa kama ni cha kupendwa basi unacho wewe. Akili darasani unazo wewe. Wewe ndo mrembo. Hata hapa mtaani kila mtu anasema, Daniela, jamani ana akili lakini ni mrembo pia. Nikacheka, nikamwambia, Ana, wewe ni mrembo kuliko hata mimi. Na wewe Ana, una vipaji vingi sana. Nikamwambia, wewe nakuona ni mfanya biashara. Yani ukiamua kufanya biashara
wewe una kauli nzuri sana utakuwa na kauli nzuri sana kwa wateja na utawashawishi waje wanunue bidhaa zako. Tunapiga story, unajua tumekuwa wasichana tunacheka. Akaniambia, kweli sasa unategemea kwenda shule lini? Nikamwambia, yani hizi habari za kwenda shule ziko mlangoni kabisa, naondoka wakati wowote. Akasema sawa basi, tungepata hata muda tukae tupike chakula tule pamoja. Nikamwambia ni wewe. Akaniambia mama atatoka, kwa hiyo tunaweza tukakaa tukapika hapa nyumbani tukala, yani pale nyumbani kwao. Na ni kitu ambacho sio kigeni katika urafiki wetu. Yani mimi hivi nyumbani naweza nikapika chakula labda kwa ajili ya familia, nikachota, ana njoo tule, urafiki na ujirani mwema kama huo. Kwa hiyo nikamwambia sawa. Ndio. Haya, anatueleza ndugu yetu rafiki anaitwa Daniela. Ndio. Msikilizaji. Haya ni maisha ndugu yetu anaitwa Daniela. Daniela anasema, mimi Daniela nimepita kwenye hayo, naamini kuna watu wanapita pia kwenye hayo. Unaweza ukawa una mdogo wako, ni mtoto wako, unajua uwezo mkubwa aliokuwa nao, ameenda shule, mara ghafla maradhi yameanza kumsumbua, masomo yakaishia hapo. Pengine mmepambana kwa namna nyingi lakini hamkupata ufumbuzi. Daniela anasema, mimi natamani kusema kwa sababu mimi ni mfano unaotembea kwenye haya maisha nayokueleza. Ndio. Nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza msikilizaji. Mimi na wewe tutaonana tena kesho na tutasikia mengi ambayo ndugu yetu anaitwa Daniela akishia pamoja nasi. Kwa sasa hivi nikutakia usiku mwema, naendelea kutegea sikio EFM